Kagera mambo vipi? Mheshimiwa mgombea urais, karibu sana Kagera, karibu sana Bukoba, Ntukunyegeza Agemae, Nyegera Ageomuka. Ndugu wananchi, niliyesimama mbele yenu kwa majina anaitwa Halima Abdallah Bulembo, mgombea wa ubunge kundi la vijana. Awali ya yote, naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uhai tumeweza kukutana hapa siku ya leo. Lakini nikushukuru wewe mwenyekiti wa CCM Taifa, wajumbe wa kamati kuu na wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kuniteua na kuwa mgombea ubunge kundi la vijana. Lakini Mheshimiwa mgombea urais, nikushukuru kwa fursa ulionipa ya kufanya kazi na wewe kama mkuu wa wilaya kwa miaka 4. Nimekuwa mkuu wa wilaya Muheza na mkuu wa wilaya Kigamboni. Asante sana mama. Mheshimiwa mgombea urais, takwimu zinaonesha 62% ya vijana wanaohitimu chuo kikuu nchini hutumia muda mrefu kupata ajira rasmi. Huku 35% zilizosalia wakibaki mtaani hata baada ya miaka 3 kumaliza masomo yao. Sababu kuu ambayo imekuwa ikitajwa mara kwa mara ni uzoefu katika kazi, ambayo imepelekea waajiri wengi kushinda kuwaajiri vijana hawa licha ya kuwa na elimu na maarifa ya kutosha. Ilani ya CCM 2025-2030 chini ya uongozi wako thabiti Mheshimiwa mgombea urais unakwenda kufuta kigezo hiki ambacho kimekuwa kikubwa na cha muda mrefu kwa vijana wetu kupata ajira. Ilani ya CCM imeweka wazi wahitimu wote wa vyuo vikuu watapewa mafunzo ya vitendo kupitia taasisi za umma na sekta binafsi kwa kushirikiana na serikali kupitia programu mbalimbali kama Tanzania Internship Program, mpango wa vijana nguvu kazi, na ubunifu wa mifumo mipya kuwajengea vijana hawa uzoefu wa kazi kabla ya kuingia kwenye soko la ajira rasmi. Mheshimiwa mgombea urais, swala hili litakwenda kusaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza ukosefu wa ajira, lakini kuongeza ushindani wa wahitimu katika soko la ajira la ndani na la kimataifa, na hatimaye kufanya kigezo cha uzoefu wa kazi, yani experience, kuwa historia. Mheshimiwa mgombea urais, swala hili limezunguzwa kwa muda mrefu, lakini chini ya uongozi wako thabiti linaenda kupata suluhisho la kweli. Sisi vijana tunakushukuru kwa kuendelea kutuweka mbele kwenye ajenda za maendeleo ya taifa letu. Nani kama Samia? Mheshimiwa mgombea urais, zaidi ya 80% ya wananchi wa Kagera wanajihusisha na kilimo cha kahawa. Serikali ya awamu ya 6 chini ya mgombea urais ambao ulikuwa ni wewe Mheshimiwa Samia, uliweza kupunguza bei ya mbolea kutoka shilingi 150,000 mpaka kufika shilingi 70,000 kwa mfuko wa kilo 50. Mama, wananchi ama wakulima wa Kagera tunakushukuru sana. Lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wako haikuishia hapo. Ilifika hapa mkoani Kagera, na sisi wana Kagera wote ni mashahidi. Ikatangaza kuondoa soko hozi la kahawa na kuanzisha uuzaji wa kahawa kwa njia ya mnada. Mheshimiwa mgombea urais, kahawa yetu ilikuwa ni shilingi 700, ikaja 1200. Baada ya mabadiliko yale kahawa yetu imefika 6550. Nani kama mama Samia? Lakini serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wako Mheshimiwa mgombea urais haikuishia hapo. Mkulima wa kahawa aliondolewa tozo 42 kati ya tozo 47. Na mpaka sasa tunavyoongea Mheshimiwa mgombea urais, mkulima wa kahawa amebakiwa na tozo 5 tu. Nani kama mama Samia? Mheshimiwa mgombea urais, serikali ya awamu ya 6 haikuishia hapo. Ilitoa maelekezo ambayo sisi mkoa wa Kagera hapa tulikuwa tunazalisha tani 60,000. Tumepanga kuzalisha tani 74,000 za kahawa kwa msimu ujao, ambapo usajili wa mashamba umeanza kwa njia ya GPS, na serikali ya mkoa wa Kagera mgombea urais itatoa ekari 1 kwa kila kijana, ambapo ardhi na miche
itatolewa bure, ikiwa ni hatua ya kumuingiza kijana wa Kitanzania katika kilimo cha kahawa. Na kijana huyu akitumia ekari hii vizuri anaweza kupata kiasi cha shilingi milioni 12. Nani kama Mama Samia? Lakini Mheshimiwa mgombea urais, serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wako haikuishia hapo. Kupitia mradi wa BBTYIA, yani Building a Better Tomorrow Youth in Agribusiness, wamewekewa mpango wa miaka 8 kuanzia 2022 mpaka 2030 ambayo inaenda kuwapeletea ajira vijana na wanawake kwenye mazao ya kipaumbele ikiwemo kahawa. Mheshimiwa mgombea urais, ilani yetu ya uchaguzi ina mpango wa kuzalisha tani za kahawa mpaka 300,000 na kuchochea unywaji wa kahawa kwa matumizi ya ndani. Sisi vijana wa mkoa wa Kagera kwa sauti moja tunakwenda kukipa kura za kishindo Chama cha Mapinduzi kwa mambo makubwa haya serikali ya awamu ya 6 iliyofanya kwenye kilimo chetu cha kahawa. Na Mheshimiwa mgombea urais, nikwambie tu, hauwezi kuizungumzia Kagera bila kuizungumzia kahawa. Na serikali ya awamu ya 6 imefanya hayo kwa vitendo. Ndugu zangu wana Kagera, nimesimama mbele yenu kwa heshima kubwa na unyenyekevu kumwombea kura mgombea wetu wa urais Mama Samia tarehe 29 Oktoba. Twendeni tukamchague Mama Samia, kiongozi hodari, mchapakazi, mwenye moyo wa huruma na mzalendo. Kiongozi ambaye ametuletea maendeleo, amani na fursa kwa kila Mtanzania. Lakini pia twendeni tukawachague wabunge wa CCM na madiwani wa CCM kwa maendeleo endelevu. Kagera Oktoba ntukolaki! Oktoba ntukolaki! Kazi na utu! Nakushukuru sana kwa nafasi Mheshimiwa mgombea. Tunashukuru. Naomba nimkaribishe ndugu Devota Mburarugaba, mgombea ubunge viti maalum kwa salamu fupi. Karibu.